sisi wote tuliona kazi inatuhusu, tukakubaliana kabisa kufanya kwa pamoja. Sasa kamati hii, baada ya baba katibu mkuu kutupa hii kazi ya kuratibu hii zoezi la ujenzi wa uzio, kamati imeshakaa mpaka sasa vikao 8. Cha kwanza kabisa tulikutana ili kuunda mpango kazi wa kamati, nini tufanye kwa awamu ili kufanikisha zoezi hili. Kwa lengo la kwanza ilikuwa ni kutengeneza huo mpango wa matumizi ya ardhi wa kituo pale CCT Women Center, ili kusudi, kwa sababu kwa sasa kulikuwa hamna mpango wa matumizi bora ya lile eneo. Kwa hiyo tukashirikiana na watu wa halmashauri kwa ajili ya kutengeneza mpango maalum, mpango wa matumizi ya ile ardhi pale. Na baada ya watu wa manispaa kuridhia, kitu cha pili ikawa kutafuta wataalamu sasa wa michoro kwa ajili ya kutengeneza michoro ambayo ya uzio wenyewe, lakini pia na michoro ya pale ndani kwa ajili ya kuboresha kituo chenyewe, majengo yaliyopo pale ndani na eneo zima kwa ujumla. Na kazi ya tatu ilikuwa ni kutengeneza makadirio ya gharama za ujenzi, kwanza wa uzio, halafu hapo baadaye tutakuja sasa majengo ya ndani. Na haya makadirio ya ujenzi kwa kitaalamu wanaita BOQ, ambayo ni Bill of Quantities, ili kujua sasa gharama halisi ni kiasi gani cha fedha kinahitajika kutengeneza na kujenga huo uzio kuzunguka kituo. Kwa ukijumlisha hii gharama ya kutengeneza msingi, gharama ya kujenga kuta, gharama ya kufanya kupaua au roofing na kumalizia, kwa kizungu wanaita finishing, gharama zote hizo jumla yake ni milioni 71,053,000. Lakini kuna kazi za nje pia. Kuna kazi za nje kwa ajili ya kumalizia. Baada ya kujenga maduka, eneo linalozunguka kituo tunakusudia kuweka, kwa kizungu wanasema kufanya landscaping, kutengeneza eneo ambalo linakuwa linavutia, kuweka parking za magari na nini na vitu kama yale maegesho ya magari na mitaro ya maji. Jumla gharama zitakazotumika kwenye kutengeneza hiyo ni milioni 323,563,500. Kwa hiyo ukijumlisha ile bilioni 2,071,053,000 pamoja na hii gharama ya kutengeneza hili eneo la nje ambao ni milioni 323,563,500, jumla unapata bilioni 2,394,616,500. Lakini wajenzi wakandarasi hawa wanalipa kodi. Kwa hiyo kiwango cha kodi kitakachotakiwa kulipwa kwa fedha hizi ambazo za ujenzi ambazo ni jumla bilioni 2,394,616,500, gharama ya kodi ambayo ni VAT ni milioni 431,030,970, ambayo ni 18% ya thamani ya hiyo fedha ambayo nimehitaji. Kwa hiyo ukijumlisha gharama hizo zote pamoja na gharama ya kodi, unapata ujenzi huu utagharimu shilingi bilioni 2,725,647,470. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa uzio nitoe wito kwa wadau wote wa CCT na hata wasio wa CCT waweze kutoa sadaka zao, waone umuhimu wa kuchangia kituo hiki ili tuweze kukiboresha na kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya wanajamii ya Morogoro, lakini na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu kituo hiki ni muhimu sana
hakisaidii tu makanisa ya CCT au Wakristo peke yake, hakibagui itikadi za vyama wala itikadi za kidini. Kinatoa mafunzo kwa watu wote, mafunzo ya kiujasiriamali na mafunzo ya kiufundi na mafunzo mengine mengi kwa hasa makundi ya kina mama, lakini na makundi yenye wale watu wenye uhitaji maalum, ikiwa ni pamoja na vijana. Kwa hiyo kituo kinasaidia jamii kubwa na pana. Kwa nitoa wito kwa wadau wote, kwa Watanzania wote kuweza kuchangia kituo hiki ili tuweze kufanikisha ujenzi wa uzio huu, tuboreshe mazingira ili watu wengi zaidi waweze kunufaika na kuja kujifunza hapa wakiwa kwenye hali ya usalama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Emma Machenje au Mama Singo, ni mjane. Nimekuwa napata mafunzo mbalimbali katika hiki kituo cha kina mama, na mafunzo hayo yamenijenga kiroho kwa sababu tulikuwa tunapata mafunzo ya kiroho, na pia yamenijenga kiuchumi kwa sababu tulikuwa tunapata mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali, namna ya kuanzisha miradi mbalimbali, na kutokana na hiyo miradi imeniwezesha kuanzisha miradi mbalimbali midogo midogo ambayo imenisaidia kwa hatua mbalimbali katika kuwezesha kusomesha watoto wangu na pia katika kuendesha maisha yangu ya kila siku. Na haya mafunzo ya hapa hiki kituo yamenisaidia sana kama mjane kujiamini na kujua haki zangu. Kwa mfano kiwanja ambacho alikuwa amechukua shemeji yangu nikakirudisha mikononi mwa familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elizabeth Mauna. Napenda kumshukuru Mungu. Mimi ni mabinti ambao tuliopata mimba za utotoni. Kwa kweli katika semina ambazo zimefanyika hapa tuna kila sababu ya kushukuru sana, maana tumeamka kiuchumi. Kama mimi ni binti ambaye nilikuwa sina mwelekeo wowote, lakini tokea tuje tupate semina hapa katika kituo hiki, kwa kweli nimefanikiwa sana, na baadhi ya wenzangu wengine ambao tulikuwa pamoja nao tumeamka kiuchumi. Kama mimi nilipata mtaji kiasi kidogo, lakini kile kidogo ambacho nilichokipata nimeenda kukifanyia kazi. Nimepata biashara nyingi, nimenyanyua biashara nyingi karibia kama 2-3 hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho nashukuru sana katika kituo hiki. Nilikuwa napenda ingewezekana tena mafunzo haya yakapata kurudiwa tena kwa wengine ili nao wanyanyuke kiuchumi kama mimi ambavyo nilinyanyuka kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Priska Ngwira, ni mwenyekiti wa kikundi cha Mwangaza. Ni kikundi cha wazazi wenye watoto walemavu. Kikundi hiki kilipatikana hapa CCT mara tu baada ya kupewa semina ya wazazi wenye watoto walemavu. Tulipewa semina nzuri sana hapa kituoni. Sisi kama wazazi walitufundisha mambo mengi sana yanayohusu kulea wale watoto wetu walemavu. Pia tulipata faida nyingi sana kutokana na zile semina ambazo tulizipata mahali hapa, kwa sababu wengi wetu tulikuwa tupo tu majumbani, tuko na wale watoto, lakini tulikuwa hatujui jinsi gani ya kufanya. Tulifundishwa jinsi ya kuwalea pamoja na haki zao, jinsi ya kuwa jasiri kama mama, jinsi ya yani kuwa na moyo. Kwa sababu ukiwa peke yako nyumbani na mtoto mlemavu, unaweza ukaona labda Mungu amekuonea au wewe peke yako tu una tatizo hilo, lakini mara tu baada ya kukaa pamoja na wazazi wengine, tukapewa yale mafunzo, tukafundishwa jinsi ya kuwa nao na jinsi ya kuona kwamba lile ni jambo tu la kawaida. Kwa hiyo tulishukuru sana, hii semina ilitupeleka mahali pazuri sana, tofauti na sisi tulivyokuwa tunajijua huko majumbani kwetu. Kwa sasa tumeamua kuweka uzio kwenye hiki kituo ili kuweka usalama zaidi. Sasa tunaomba wadau wote wenye uwezo wa kutusaidia, kutuchangia, makanisa tofauti, NGOs zozote, atakaye kuwa na uwezo wa kutusapoti, tunaomba sapoti yenu ili tuweze kuweka uzio
kuboresha zaidi kituo chetu ili waweze kunufaika watu wengi zaidi sana. Asanteni.